Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Vijana wa Gen Z wameamua hakuna kupumzika mpaka haki ipatikane kwa Wakenya ambao wamekuwa wakiuawa na maofisa wa polisi wakati wanajaribu kuingia kwenye maandamano kudai haki yao, kukataa kudhulumiwa na kukataa kuteswa na maofisa wa polisi. Siku ya leo kule Milimani Law Court jijini Nairobi, wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wakiwa wameungana na kundi la vijana wengine wa Gen Z waliingia pale mahakamani ili kusikiza ile kesi ya Rex Masai ambayo imekuwa pale mahakamani kwa zaidi ya mwaka sasa hivi. Rex Masai ni mmoja ya vijana wa Gen Z ambaye aliuawa kikatili wakati wa kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025 mwezi wa 6 mwaka uliopita. Siku ya leo hiyo kesi ndio ilikuwa inaendelea kusikizwa kwa sababu familia ya Rex Masai mpaka siku ya leo haijawahi kupata haki, haijawahi kuwa compensated. Afisa ambaye alihusika bado yuko kazini. Kwa hivyo vijana wa Gen Z pamoja na hawa wanaharakati walikuwa wanafika hapa ili waweze kujua maamuzi ya koti yatakuwa ni gani kuhusiana na kifo cha Rex Masai. Kando na kesi ya Rex Masai, watazamaji wangu, siku ya leo kuna wale maofisa wawili wa polisi ambao walihusika kwa kumjeruhi na kumpiga risasi mchuuzi mmoja wa mask pale jijini Nairobi CBD siku ya Tuesday, ambapo vijana wa Gen Z walikuwa wanaandamana wakitaka haki kwa kifo cha Albert Ojwang. Watazamaji wangu, nataka niwapatie fursa msikize huu ujumbe kutoka kwa vijana wa Gen Z ambao sasa hivi wanaendelea kujiandaa kujitosa tena kwenye maandamano tarehe 25 ya mwezi wa 6. Ikuwe kama ukumbusho kwa wenzao ambao waliuawa mwaka uliopita wakati walikuwa wanaandamana kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025. Kabla sijawekea hii video, watazamaji wangu, ningependa kukuomba wewe mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami hapa BM Daily Politics, uweze kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Angela, tunakungoja isiingie. Kwa majina naitwa Julian Munyao. Niko hapa kutafuta haki ya mtoto wangu na wale watoto. Na nashukuru kwa vile tumepewa nafasi ya kwenda kutetea pale na kwa maombi ya watoto wa fallen heroes. Na kwa pale tarehe 25 tunaenda kutafuta haki. Kutafuta haki. Nakaribisha watu wote waje kwa ule mkutano wa maombi pale wamepanda maua. Tunatafuta haki ya watoto ambao wenye waliuawa, na pia justice na compensation kwa watoto wetu. Itakuwa tarehe 25. Tutaanza mapema kwa kuwa wazazi ni wengi, waathirika ni wengi, na wanaotaka kutuunga mkono pia ni wengi. So tunaomba yeyote ambaye anaweza jitokeza pale kwa maombi, tunawakaribisha wote. Okay, kwa sasa sitasema iko sawa sababu sijaona mwelekeo wowote. Natumai haki itendeke kwa sasa hivi, siwezi sema kuna haki. Sijaona chochote hapa. And we have promised Kenyans that we're going to be in the streets on 25th of June to mark 1 year. And want to assure Kenyans that they will be safe. There will be no thuggery, there will be no mugging, there will be no looting. We shall protect our country, our city, our citizens as we go to Parliament.
Usiogope, hao goons wasakaja na polisi kama wanataka kupigana wakuje tu. But you are saying on Wednesday it's a peaceful march and we shall ensure that everyone is safe. We're giving you a guarantee. Last year we had a concert at Uhuru Park. And we told the police not to show up. Come here, police wakae nje wote and ensure that everyone who came for the concert was safe. So I want to give Kenyans an assurance that on Wednesday, across the country, Rex Mom is here and other mothers who lost their sons. We are going to Parliament to present a petition and we're telling Kenyans we are going to be safe. Don't allow some small drunk thugs sent by the governor and the president to intimidate you. We are more peaceful, peace-loving Kenyans than those small goons. So my assurance to all Kenyans, if you come to the streets on Wednesday, you are going to be safe. We shall be there. And guess what? I'm coming with my kids. Come with your kids. Those streets belong to us. Tutakuwa kwa barabara na watoto wetu, tukienda kumbuka wale ambao tulipoteza. Tuonane Wednesday kwa streets. Viva. 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 Yes. June 25th. So tuonane kwa streets. And you'll be safe. Yeah, you'll be safe. Zakata timu ya vijana wake tuone. Tulifika pale mspera. Nitoe baba. And he's saying he's not the one who discharged that rubber bullet. So the person who has been arrested and remanded at Capitol Hill Police Station is a case of mistaken identity. He was not the one who fired that rubber bullet, and we don't know who. So we are calling also upon the IPOA to take over the matter. And what raises eyebrows is the manner in which the homicide division of the DCI came into the matter. The homicide division unit can only come when the person is deceased or when we have lost someone. But we have not lost anyone. And yet we have the homicide unit coming to investigate. But of great paramountcy is the fact that a different person, a case of mistaken identity, is being remanded at Capitol Police Station, whereby we all are... Watazamaji, habari ambazo tunazipata kutoka kwa wakili ama lawyer ambaye alikuwa anawasimamia wale maofisa wawili wa polisi ambao walihusika kwa kumpiga risasi Boniface Kariuki Mwangi kule jijini Nairobi CBD. Huyu wakili anasema ya kwamba wale wawili hawakuhusika. Ile risasi ambayo yule kijana alipigwa haikufyatuliwa na yule afisa wa polisi kama vile ambayo ilikuwa inaoneshana kwa ile video. Ni kitu ambacho tulikiona kabisa, ni huyo afisa alimpiga risasi, lakini sasa huyu wakili anajaribu kumtetea. Anamtetea kwa jambo ambalo ni wazi. Wakenya waliona ni kweli ni huyu afisa wa polisi ndio alihusika kumpiga risasi yule mchuuzi wa mask Boniface Kariuki Mwangi ambaye alikuwa anafanya shughuli zake pale jijini Nairobi CBD. Watazamaji, nitakomea hapo, lakini msiende mbali kwa sababu nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha. Kabla sijatamatisha watazamaji wangu, ningependa kukumbusha wewe mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Reporters, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.